Mheshimiwa, mpaka sasa tumekusanya kiasi cha bilioni 7.2 ambao ni sawasawa na 99.6%. Tunampongeza na tunamshukuru sana mkurugenzi na timu yake, lakini chini ya usimamizi wa mkuu wetu wa wilaya, kazi hii imeendelea kufanyika kwa ustadi mkubwa. Tunashukuru sana, tunakupongeza sana. Kinapongeza na madiwani kwa usimamizi maeneo mbalimbali kwenye kata zetu, ambapo tuweza kusimamia kiasi cha fedha hizi ambazo tayari tuko mwishoni, na tunaamini hata zile ambazo tulikuwa tumeziomba kwenye baraza lililopita tukapitisha kuwa sasa tuko tayari tunaweza kukusanya kiasi kingine nje na ile bajeti tuliyokuwa tumejipangia mwanzoni, kiasi cha milioni 500. Ninaamini kwa kasi hii sasa, baada ya kukusanya kwa asilimia hizo, inawezekana kabisa hata kiasi cha milioni 500 tukakusanya. Kwa sana madiwani mnaosimamia kwenye hiyo miradi ambayo kasi yake, ninaamini kabla hatujaondoka madarakani, tunaamini ya kuwa miradi hiyo itakuwa imekamilika. Hongera sana. Nipende kupongeza sana kwa kazi nzuri kwa usimamizi wa miradi ya maendeleo kama nilivyosema, ambayo imeletwa na itaendelea kuletwa na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba mjipongeze kwa usimamizi huo wa miradi ambao umekuwa na tija kubwa katika utoaji wa huduma kwa wananchi wetu. Waheshimiwa madiwani, napenda pia kuwakumbusha kwamba ni muhimu sana kuweza kutunza amani na kudumisha umoja wetu, kwa sababu wote tunafahamu kwamba mwaka huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu kwenu waheshimiwa madiwani, wa bunge, lakini pia uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, kama nilivyosema, ni muhimu kuweza kuendelea kuitunza amani iliyopo. Nasi kama serikali ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba amani ipo na itaendelea kuwepo wakati wote, wakati huu, wakati wa kampeni na baada hata ya kampeni. Na kwa kweli serikali haitofumbia macho mtu yoyote ama chama chochote cha siasa ambacho kitajaribu kufanya viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Hivyo basi, niwaombe waheshimiwa madiwani, wananchi wote kwa ujumla, tuweze kudumisha amani iliyopo hapa nchini ili tuweze kutekeleza majukumu yetu na kutunza amani yetu, tuweze kuendelea na shughuli zetu kama ambavyo tupo hivi sasa. Nikienda mbele zaidi, nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba hizi fedha nasi tuwe mmojawapo wa kupewa katika kata ya Mjera. Hali yetu ya Tukuyu, barabara zetu zinakuwa ni chakavu, lakini tukiwa na mitambo yetu compactor roller, tukiwa na grader, manake barabara zetu za mjini na vijijini zitakuwa zinapitia kiurahisi sana. Mimi mpango na ubariki na uendelee, kwa sababu Rungwe hali yetu ya hewa ni mbovu sana. Kwa kupitisha hii shule kipekee mmenifanya njia yangu iwe salama, kwa sababu nahakikisha nenda kusimamia mradi, kwa sababu ni siku za majeruhi nitakuwa nashinda pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihakikishe hii hela imefanya kazi kama ilivyopangiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata Kinyala imepata miradi mingi sana. Nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge Mantona, halmashauri kiongozwa na mkurugenzi wetu Renatus Mchao na wataalamu wote. Jamani, sisi binafsi, mimi Kinyala, mnifanyia kazi kubwa sana. Niaba ya watumishi wenzangu, kwa pamoja tunasema tushukuru kwa uwepo wenu kipindi chote cha miaka 5, lakini kwa mashirikiano makubwa ambayo umeendelea kutupa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza lako lilikuwa kama chuo, waheshimiwa madiwani walikuwa kama walimu, kama walezi, kama wazazi. Waliweza kushauri, waliweza kuonya. Hii yote ili kuhakikisha shughuli za serikali zinaweza kutendeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ni kutoe hofu kipindi chote ambacho waheshimiwa madiwani watakuwepo, naomba tuhakikishie sisi kama watumishi tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni.